بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. آمين يا رب العالمين. نdugu, bimashiati llahi almaula, leo tena tuko mahali hapa kwa ajili ya kuendelea na ratiba yetu ya durus, na leo tuna kitabu Sharh thalathati usuli, ufafanuzi wa misingi mitatu, kitabu ambacho kimeandikwa na fadilatu Sheikh al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymini rahimahullahu ta'ala. Allah mtukufu amraham. Na bado tunaishi katika mada al-imanu bil yawmil akhir, kuamini siku ya mwisho. Suala la kuamini siku ya mwisho linajumuisha mambo matatu kama Ibn Uthaymini alivyosema, na haya mambo matatu yana vipengele vyake. Katika jambo la tatu ambalo ni al-imanu bil jannati wan nar, kuamini kwa pepo na moto, inajumuisha pia wayaltahiqu bil imani bil yawmil akhir, inaambatanishwa na kuamini siku ya mwisho. Al-imanu bi kulli ma yakunu ba'da al-maut, kuamini kila ambalo litakuwa baada ya mauti, ikiwemo fitnatul qabri, fitna ya kaburi, lakini vile vile adhabul qabri wa naimihi, adhabu ya kaburi na neema zake, vile vile walil imani bil yawmil akhir thamaratun jalila, kuamini siku ya mwisho kunazalisha matunda matukufu, ikiwemo tunda la mwanzo arraghbatu fi fi'li ta'a wal hirs 'alayha raja'an li thawabi dhalika al-yawm, kuwa na raghba, shauku katika kufanya taa na kujitahidi kuwa na pupa juu ya kufanya taa kwa kutarajia malipo ya siku hiyo, siku ya mwisho. Vile vile jambo la pili, arrahbatu inda fi'li al-ma'siyah, kuwa na hofu
katika kufanya maasi, waridha biha, na kuridhika na hali hiyo ya kutokufanya maasi, khaufan min iqabi dhalika al-yawm, kwa kuhofia adhabu ya siku hiyo, siku ya mwisho. Na jambo la tatu, tasliyatul mu'min ala amma yafutuhu min ad-dunya. Mu'min kujiliwaza juu ya yale yanompita katika mambo ya dunia, bima yarjuhu min na'imil akhirati wa thawabi, kwa kule kutarajia neema za akhira na thawabu zake. Na tuliona katika darasa iliyopita kwamba waqad ankara alkafiruna alba'th ba'da almaut za'imina anna dhalika ghayru mumkin, kwamba makafiri wamekanusha jambo la kuwepo ufufuo, jambo la kufufuliwa wao hawakubaliani nalo kabisa, kwa madai kwamba hilo haliwezekani. Tukamalizia kwa kusema wa hadha za'am batil dalla ala butlanihi ash-shar' wal his wal aql, madai haya ya makafiri ni batil kwa kile kinachofahamisha, kinachojulikana juu ya ubatili wake. Sheria imebatilisha madai yao na hisia na aqili. Ama kuhusiana na sheria, amma ash-shar'u faqad qala Allah ta'ala, Allah mtukufu amesema za'ama alladhina kafaru alla yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir, kwamba wale waliokufuru wamedai kwamba hawatofufuliwa. Qul bala, sema kumbe vipi, wa rabbi latub'athun, na Mola wangu atawafufua, thumma latunabba'unna bima amiltum, kisha atakupeni habari ya yale mlioyatenda, wa dhalika 'ala Allah yasir, na jambo hilo kwa Allah ni jepesi. Waqad ittafaqat jami'ul kutubi as-samawiyya alayhi, kamalizia kwamba vitabu vyote vilivyoteremshwa kutoka mbinguni vimekubaliana, vimewafikiana juu ya jambo hili la kuwepo siku ya mwisho au ufufuo. Hiyo ilikuwa ni upande wa ashar. Wa amma alhis, na darasa yetu ya leo inaanzia katika eneo hilo. Wa amma alhisu, na ama upande wa hisia, yani uhalisia unaoshuhudika, faqad ara Allahu ibadahu ahyaa almauta fi hadhihi dunya, hakika Mwenyezi Mungu amewaonesha waja wake ufufuaji wa watu katika dunia hii. Tamam. Wa fi surati al-Baqara, na katika sura ya pili, yani suratul Baqara, khamsatu amthilatin ala dhalik, kuna mifano mitano juu ya jambo hilo. Tamam. Wahia, na hiyo mifano mitano, almithalu alawwal, mfano wa kwanza, qaumu Musa hina qalu lahu,
ni wale watu wa Musa, Bani Israili, pale walipomwambia Musa, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra, sisi hatutokuamini bwana, kamwe hatuwezi kukuamini mpaka tumuone Mwenyezi Mungu wazi wazi. Habari za kutueleza tu ghaibia kwamba kuna Mungu bila kumuona hatuwezi kukuelewa kabisa. Sawa? Fa amatahumullahu ta'ala thumma ahyahum, basi Mwenyezi Mungu aliyetukuka akawafisha kisha akawafufua, yani akawapa uhai. Wa fi dhalika yaqulu Allah ta'ala mukhatiban bani Israila, na katika hilo Mwenyezi Mungu aliyetukuka anasema akiwahutubia wana wa Israeli, anasema wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Na kumbukeni mliposema, ya Musa, ewe Musa, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra, sisi hatutokuamini mpaka tumuone Mwenyezi Mungu waziwazi. Fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun, basi ukelele wa radi kali ukawanyakua nanyi mkiwa mnaangalia. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, kisha tukawafufua baada ya kufa kwenu ili mpate kushukuru. Hizi ni katika jumla ya neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha Bani Israili katika tukio hili, pale walipomwambia Musa nabii wao kwamba hatutokuamini bwana mpaka tumuone huyo Mwenyezi Mungu waziwazi, ayana, live, bila chenga. Ndipo Mwenyezi Mungu akajalia ukelele wa radi kali ukawanyakua hali wanaangalia. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, Allah akawakumbusha kwamba kisha tukawafufua baada ya kufa kwenu ili mpate kushukuru. Huu ni mfano wa kwanza. Almithalu thani, mfano wa pili, fi qissati alqatil alladhi ikhtasama fihi banu Israila, ni katika kisa cha mtu aliyeuawa ambaye wana wa Israeli walizozana juu yake. Mtu kauliwa, lakini aliyefanya mauaji hajulikani. Sasa watu wanasingiziana, hajulikani hasa yule muuaji. Fa amarahumullahu ta'ala an yadhbahu baqara fayadribuhu biba'dihha liyukhbirahum biman qatalahu, ndipo Mwenyezi Mungu aliyetukuka akawaamuru wachinje ng'ombe jike bakara, kisha wampige huyo maiti kwa sehemu ya ng'ombe, yani sehemu ya nyama ya yule ng'ombe, wampige nayo yule maiti ili awaambie ni nani aliyemuua. Yesi ndo alouliwa, kwa hiyo muuaji anamfahamu.